Ushirika. Katika kizazi tulicho nacho ni kizazi kisichoelewa sana kuhusiana na kile kinachoitwa ushirika, na wako watu wengine kutokana na kutokuelewa jambo hili huona ushirika ni kama utumwa fulani hivi. Wanaona ni kama kuwa mtumwa chini ya mtu fulani, kuwa mtumwa chini ya kanisa fulani. Lakini kwa kutokufahamu, wako watu wengi wamejikuta wanatembea na uasi, na kwa sababu wengine kutokana na hiyo roho ya kutokutaka kusikiliza wamekuwa wakitembea chini ya uasi wa Mungu, na wanapokuwa na muasi Mungu, Mungu hawezi kuwa upande wao kwa namna iwayo yote. Na kutokana na uasi huo, wengi wamekuwa hawataki kukaa chini ya mchungaji yoyote, wanazurura tu huku na kule. Leo wamekuwa washirika, wale wanasali hapa, kesho wanasali kule. Nilikwenda na Chingwea wakati fulani, wakati nimekwenda na Chingwea kule, nikakutana na mtu mmoja ambaye nilikuwa nafanya semina. Nikakutana na mtu mmoja ambaye alikaribishwa katika semina ile, na nikajaribu kuwa nauliza, nikaambiwa yule fulani yule ikifika Jumapili anasema anakwenda kanisani anapoongozwa na Roho. Huo ni ujinga tu kama ujinga mwingine wowote. Mkristo ni lazima awe chini ya uongozi fulani, lakini kutokana na uasi wako watu wengine wanakuwa na zurura tu huku na kule, na hawataki kabisa kukaa chini ya uongozi fulani. Kwa sababu hiyo ni makusudi ya Roho Mtakatifu kuweza kutukusanyisha siku ya leo ili tuweze kujifunza somo hili muhimu katika maisha yetu yote, na tutajifunza somo hili tukiligawa katika vipengele vitano. Kipengele cha kwanza, Mkristo kama tofali katika jengo. Mkristo kama tofali katika jengo. Kipengele cha pili, Mkristo kiungo katika mwili. Kipengele cha pili, Mkristo kiungo katika mwili. Kipengele cha tatu, Mkristo kama mfanyakazi katika shamba kubwa. Mkristo kama mfanyakazi katika shamba kubwa. Kipengele cha tatu, Mkristo kama chombo ndani ya nyumba ya Mungu. Kipengele cha nne, Mkristo kama chombo ndani ya nyumba ya Mungu. Kipengele cha tano na cha mwisho, umuhimu wa kuwa mshirika wa mahali pamoja tu. Umuhimu wa kuwa mshirika wa mahali pamoja tu. Moja kwa moja sasa tuende kwenye kipengele cha kwanza kinachosema